Novemba. Uchukuaji na urudishaji kwa pamoja ni kuanzia tarehe 26 mwezi Oktoba mpaka tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 2024. Pamoja na tamko hilo la waziri kwenye mkutano wa waandishi wa habari, tumeandikiwa barua vile vile rasmi kutoka Wizara ya TAMISEMI ambayo inatueleza kwenye barua kwamba uchukuaji na urudishaji fomu za uteuzi ni tarehe 26 Oktoba hadi tarehe 1 Novemba mwaka 2024. Kufuatia mabadiliko haya na yaita makubwa ya kiratiba juu ya uchukuaji na urudishaji wa fomu kupitia kwenu, sababu ni jambo linahitaji haraka sana, nitapenda kutangaza mabadiliko mawili ambayo yanapaswa yafanyike kwa ngazi zetu zote za chama nchi nzima, na kwa wapenzi wafuasi wa Chadema na wananchi kwa ujumla, kwamba sasa ratiba ya ndani ya uteuzi wa wagombea kwenye serikali za mitaa, vijiji, vitongoji na mitaa kwa upande wa Chadema inapaswa iharakishwe zaidi. Michakato ya uteuzi ya ndani ya chama inapaswa ianze mara moja, na pale walipoanza waendelee, na wajitahidi kwa kadiri iwezekanavyo sasa michakato ya uteuzi ya ndani ya chama ikamilike ifikapo tarehe 25 mwezi Oktoba, siku chache kutoka leo, ili kuanzia tarehe 26 mwezi Oktoba wagombea wa Chadema wa vijiji, vitongoji na mitaa waanze kuchukua fomu na wazijaze kwa haraka na wazirudishe mapema, wasisubiri mpaka tarehe 1 mwezi Novemba ambayo ni siku ya mwisho, ili kusitokee mazingira ya wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi huko kufunga ofisi na kukwepa kupokea fomu au kukwepa kutoa fomu. Kwa lazima sasa ratiba zibadilike, ziharakishwe zaidi, tofauti na ratiba za mwanzo ambao zilielezwa kwenye waraka wa katibu mkuu niliotoa tarehe 6 mwezi Septemba mwaka 2024. Kufuatia mabadiliko haya makubwa, lazima hayo yanayobadilike. Kwa maneno mengine, pamoja na kuwa natambua ngazi zetu za chama ziko katika wajibu mkubwa sana na wa muhimu ambao wanapaswa kuendelea nao, wa uhamasishaji wa uandikishaji wa kupiga kura, wa uwekaji na uratibu na usimamizi wa mawakala kwenye vituo vya kupigia kura, vya kuandikishia wapiga kura, na vya uzuiaji wa hujuma mbalimbali zinazoendelea katika zoezi la uandikishaji wa wapiga kura. Lakini wakati huo huo waelekeze nguvu za mapema wanaotaka kujitokeza, walioonyesha nia ya kugombea kupitia Chadema huko kwenye vijiji, vitongoji na mitaa, sasa wapande hatua moja zaidi kutoka kwenye nia kuelekea kwenye hatua ya kugombea, ili michakato ikamilike kwa wakati. Maandalizi lazima yaanze mapema, ili mara zoezi la uandikishaji linapoisha tarehe 20, mara moja michakato ya uteuzi ifanyike, wagombea wapatikane, ili tarehe 26 mwezi Oktoba wagombea wa Chadema nchi nzima waanze kuchukua fomu na wazirejeshe kwa wakati kabla ya tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 2024.
Nalisisitiza hili kwa sababu bado kuna watu wanaweza kuwa na tafsiri bado vichwani mwao kwamba uchukuaji fomu, urudishaji fomu unakwenda mpaka tarehe 7 mwezi Novemba. Hilo limeshabadilika. Wasifikirie tena tarehe 7 mwezi Novemba. Wasifikirie tarehe 2 mwezi Novemba. Wasifikirie kabisa hizo tarehe. Badala yake wajielekeze kwenye ukweli wa sasa wa mabadiliko ya makubwa ya kiratiba kwamba kuchukua na kurudisha fomu ni kuanzia tarehe 26 mwezi Oktoba mpaka tarehe 1 mwezi Novemba mwaka huu wa 2024. Kwa hilo ni jambo la kwanza kubwa ambalo nataka kulisisitiza kutokana na tamko la waziri na barua ambayo TAMISEMI wametuandikia ya mabadiliko makubwa ya kiratiba na ya kimchakato kwenye uchaguzi. La pili, hili waziri amekwepa kulizungumza. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, waziri amesema kuwa kuna mambo walizungumza na vyama na hayo mambo yamepelekea mabadiliko na ufafanuzi na marekebisho katika masuala kadhaa. Kuna jambo kubwa amekwepa kwa makusudi kulizungumza. Na anatoa mwito kwa waziri Mchengerwa, waziri wa TAMISEMI, kulizungumza hili na kulitolea waraka wa ufafanuzi. TAMISEMI kuitolea waraka wa ufafanuzi kama walivyotoa waraka kwenye haya masuala mengine. Nalo linahusiana na mwongozo uliotolewa, kifungu cha 13 cha mwongozo ambacho nitakisoma. Kinazungumza kuhusu udhamini wa vyama vya siasa. Kifungu cha 13(2) kinasema mgombea atahesabiwa kuwa amepata udhamini wa chama chake cha siasa endapo fomu ya maombi ya kugombea itakuwa imeidhinishwa na ngazi ya chini kabisa katika muundo wa chama chake. Alafu mwongozo unasema kwa nafasi ya uwenyekiti kila chama cha siasa kitatakiwa kutoa mgombea mmoja. Endapo kutatokea wagombea zaidi ya mmoja kutoka chama kimoja cha siasa kwa nafasi hiyo, basi yule aliyeteuliwa na ngazi ya chini kabisa ndiye atahesabika kuwa mgombea mwenye udhamini halali. Haya masuala mawili haya ambayo waziri ameyaingiza katika mwongozo aliyoutoa tarehe 15 mwezi Agosti, sisi kama vyama kwa nyakati mbalimbali kuanzia mwongozo huu ulipotoka mwezi Agosti, kikao cha kwanza kabisa tulifanya nao pale Mwalimu Nyerere, walikuwepo TAMISEMI, walikuwepo CCM, walikuwepo waziri wa katiba na sheria. Tukawaeleza kwamba huu mwongozo unakinzana na kanuni za uchaguzi na umeleta masharti mapya. Haya mambo yanayoitwa mgombea adhaminiwe na ngazi ya chini kabisa, haya maneno ngazi ya chini kabisa ya chama hicho hayapo popote kabisa katika kanuni. Ni masharti mapya yameingizwa kwenye mwongozo, wakati mwongozo waziri alieleza kwenye mwongozo wenyewe kwamba lengo la mwongozo ni kufafanua kwa lugha rahisi maudhui ya kanuni. Mwongozo ambao umetengenezwa kufanua maudhui ya kanuni umetengeneza kanuni mpya ambayo kanuni mbili mpya ambazo hazipo. Kanuni ya kwanza wameweka kinachoitwa mgombea fomu yake lazima idhaminiwe na ngazi ya chini kabisa ya chama. Pili, kanuni ya pili wameingiza kwamba kukitokea wagombea wawili eti mgombea anayetambuliwa ni yule aliyetambuliwa na ngazi ya chini. Yaani ngazi ya juu ya chama haina mamlaka ya kusema kwamba huyu ndio mgombea tunayemtambua. Yaani ngazi ya kata, wilaya ama ngazi ya hata katibu mkuu wa chama hawezi kusema kwa mwongozo huu kwamba katika kijiji fulani ambapo kuna utata sisi Chadema tunamtambua mgombea wetu ni fulani. Mwongozo huu umepoka mamlaka yote hayo ya vyama. Sasa tuliwaeleza haya kwenye kikao cha tarehe 18 mwezi wa 8, kueleza kwenye kikao kingine cha baraza la vyama kilifanyika Zanzibar. Baadaye tukarudia tena kuwaeleza kwenye kikao kilichofanya Dodoma tarehe 11 mwezi wa 10, na wakaahidi kwamba hili nalo watalitolea ufafanuzi na watalitolea waraka. Kitendo cha waziri kukwepa kulizungumza kabisa hili kabisa, na kitendo cha barua ya TAMISEMI kukwepa kufafanua